Mungu atupatie neema yake asubuhi hii, na mbele tuweze kumwangalia yeye na kumwambia asante kwa sababu ya neema yake na kwa ajili ya neno lake alilotuachia. Ningetaka niweze kusoma neno moja la Injili ya Yohana, neno ambalo tunalojua sote vizuri. Sisi sote tunajua kwenye moyo, lakini ningetaka niweze kulisoma. Injili ya Yohana kwenye sura 3. Tunalojua sote vizuri. Mstari wa kwanza. Palikuwa mtu mmoja wa Wafarisayo, jina lake Nikodemu, mkubwa mmoja wa Wayuda. Mstari wa pili. Huyu alikuja kwa Yesu usiku akamwambia, Rabi, tunajua wewe ni mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufanya alama hizi unazofanya ila Mungu awe pamoja naye. Mstari wa tatu. Yesu akajibu akamwambia, kweli kweli nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mstari wa 4. Nikodemu akamwambia, namna gani mtu anaweza kuzaliwa akiwa mzee? Anaweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili na kuzaliwa? Mstari wa 5. Yesu akajibu, kweli kweli nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Mstari wa 6. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Mstari wa 7. Ushangae kwa sababu nilikwambia sharti mzaliwe mara ya pili. Mstari wa 8. Upepo unavuma pahali unapotaka na sauti yake unalisikia, lakini hujui pahali unapotoka wala unapokwenda. Ndivyo kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Mstari wa 9. Nikodemu akajibu akamwambia, maneno yale yanawezekana namna gani? Mstari wa 10. Yesu akajibu akamwambia, wewe mwalimu katika Israeli na haufahamu maneno haya? Mstari wa 11. Kweli kweli nakwambia, tunasema tunayojua, tunashuhudu tunayoona, na hamkupokea ushuhuda wetu. Mstari wa 12. Kama nimewambia ninyi maneno ya dunia na hamuyaamini, namna gani mtaamini kama nikiwambia maneno ya mbinguni? Mstari wa 13. Na hapana mtu aliyepanda mbinguni ila yeye aliyeshuka toka mbinguni, ndiye mwana wa mtu aliye mbinguni. Mstari wa 14. Na kama Musa alivyonyanyua nyoka jangwani, vivyo hivyo sharti mwana wa mtu anyanyuliwe. Mstari wa 15. Ili kila mtu akimwamini asipotee, lakini awe na uzima wa milele. Mstari wa 16. Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata kumtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu akimwamini asipotee, lakini apate uzima wa milele. Mstari wa 17. Maana Mungu hakutuma mwana wake ulimwenguni kuhukumu ulimwengu, lakini ulimwengu ukolewe naye. Mstari wa 18. Anayemwamini hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Mstari wa 19. Hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru limekuja ulimwenguni, na watu walipenda giza kupita nuru, kwa sababu matendo yao yalikuwa mabaya. Mstari wa 20. Sababu kila mtu anayefanya mabaya anachukia nuru, wala hafiki kwa nuru matendo yake yasikemewe au yasiweze kuwekwa hadharani. Mstari wa 21. Lakini yeye anayefanya kweli anakuja kwa nuru, matendo yake yaonekane ya kama yametendwa katika Mungu. Mpaka hapa ili neno takatifu na la damani. Ni ajabu sana kuweza kuona namna gani Yesu alizungumza hapa na Nikodemu. Jana jioni tuweza kusikia katika mahubiri ambayo tulioweza kutafsiriwa namna gani ndugu yetu aliweza kushikamata huko,
alisikia upepo, alisikia ngurumo, alisikia hiyo mitumikio huko na mambo hayo katika pori, na alikuwa hajui kitu gani angepasha kuambiwa. Lakini hapa tunaona Bwana wetu na Mwokozi wetu aliambia Nikodemo ya kwamba unasikia upepo na unajua namna gani natenda, lakini haujui inatoka wapi au unaenda wapi. Na iko hivyo hivyo na Roho wa Mungu, inavuma mahali inapotaka na inakwenda mahali inapotaka na inatenda ndani ya yule anayetaka. Alimuita akamuonyesha namna gani angepashwa kufika kwa yale ambayo alikuwa akiamini. Tuliweza kuyasikia, alikuja usiku na akamwambia, akamtoa ushuhuda huu, akampatia ushuhuda huu, akasema, akaambia Bwana ya kwamba hizi alama za maajabu unazofanya, unazozitimiza, hakuna mtu anayeweza kuzitimiza kama Mungu haiko pamoja naye. Lakini tunaona ya kwamba Bwana, mwalimu wetu, Mungu wetu na Mwokozi wetu, ambaye aliyetukomboa na kutufungua na kutuweka huru, aliweza kumpatia jibu? Hapana, lakini aliweza kuenda kwa yale inayohesabika sasa. Alimuonyesha njia ambayo angepashwa kufuata bila jibu kwa yale ambayo alikuwa akisema. Alimuonyesha njia, akampatia hiyo ndani ya Yesu Kristo, akaimpatia hiyo ndani ya Yesu Kristo, naye angepashwa kuzaliwa upya, angepashwa kugeuka kuwa kiumbe kipya, angepashwa kuja kwa Mungu ili Mungu aweze kumgeuza na kumbadilisha. Na naamini ya kwamba naweza kusema ya kwamba Bwana anatuzungumzia leo kupitia neno hili, wewe na mimi. Anataka ili atugeuze, anataka atufanye kuwa kiumbe kipya, kitu fulani ambacho kinaweza kuwa kwa ajili ya utukufu wake na kwa ajili ya sifa zake, kama vile tulivyosikia jana jioni. Moyo mpya, roho mpya, ili roho wa Mungu aweze kuingia ndani yetu, na ili sasa tuweze kumtumikia, tuweze kumwabudu na kumsifu. Basi Mungu atupatie neema yake ili tuweze kunyanyua macho yetu asubuhi hii, tuweze kunyanyua macho yetu kwake asubuhi hii. Acha basi aweze kutusaidia, aweze kufungua mioyo yetu, aweze kutufanya upya, aweze kutufanya vyombo kwa ajili ya utukufu wake na sifa yake. Basi asifiwe. Kwa ajili ya hiyo tunataka tuweze kumwabudu, na ningetaka niweze kusema kila mtu angepaswa kufanya hivyo, iwe sote pamoja sasa au kwa mtu binafsi, lakini kitu moja ni cha lazima kwa ajili ya sisi sote. Na kama tunaweza kuitwa kwamba sisi ni wana wa Mungu, na tupashi sasa kubaki tukiwa kimya, tunapaswa kufungua vinywa vyetu. Sisi tulio wazazi tunajua ya kwamba wakati watoto hawafanyi kelele, tunahuzunishwa, tunateseka au tunaumizwa kwa ajili yao, tunakuwa na mashaka kwa ajili yao. Lakini kama wanatoa masauti, na hapo sasa watoto wanapoanza, mtoto mdogo anapoanza kufanya baba, hapo sasa furaha yetu na roho yetu inafurahi. Na hapo tena ni kweli tena zaidi, wakati Mungu wetu anapoweza kutuita na tunaponyanyua macho yetu kwake, na tunapoweza kumuita na kumuomba, na tunapoita jina lake, hata kama katika masauti ambazo haziwezi hata kusikilikana vizuri au kwa maneno yasiyoelekana vizuri, lakini anatusikia. Tuweze kufanya hivyo sasa. Na kose kama wandugu wa moja wanaweza kuomba, naweza kuita Bwana wetu, na sisi sote tena tutaweza kuomba pamoja. Tusimame. Tunakuja tena sote pamoja mbele ya uso wako katika saa hii, o Mungu. Tunafungua vinywa vyetu kwako, wewe uliye hai na wa kweli, Bwana. Wewe uliyetuumba, o Bwana. Wewe uliyetukomboa mbele ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Ulitutayarisha, o Mungu, ili tuweze kuwa wako, o Bwana. Asante kwako. Tunakushukuru, o Mungu, kwa ajili ya neno lako takatifu. Tunakushukuru kwa ajili ya uwepo wako takatifu, o Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya roho wako mtakatifu wa ajabu, o Bwana, ambaye ulioweza kumimina juu ya wenye mwili wote. O Bwana, tupatie neema yako ili tuweze kujifungua, o Mungu uliye mbinguni, ili tuweze kufungua mioyo yetu
ili tuweze kufungua vinywa vyetu Bwana, na uweze kuvijaza, na ili sasa tuweze kusifu na kushukuru na kuabudu o Bwana, kwa ajili ya heri ambayo tunayo ya kuweza tena kukusanyika, ili tuweze kusifu na kuheshimisha sote pamoja Bwana. Na nakuomba o Mungu, utayarishe mioyo yetu, nafsi yetu, angusha ndani yetu mbegu yako kwenye udongo inaozaa vizuri Bwana, ili iweze kuota o Mungu wangu, ili yote iliyokauka iweze kutoshwa o Bwana, ili sasa kitu kipya kiweze sasa kuota o Bwana, kwa ajili ya utukufu na sifa zako. Mungu wangu, tubariki Bwana, bariki midomo na uipake o Bwana, ambayo unataka tuzungumzia kupitia hiyo, ambayo unaweza kutuzungumza na unataka kuzungumza Bwana Mungu. Nakuomba sote pamoja, na tunakuomba uweze kubariki taifa zote za duniani hapa o Bwana, wale walio upeke yao, wale Bwana walio mahali fulani na wanao kuangalia wewe toka mbinguni, na wewe utujibu, utupatie neema yako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amina. Tunakaa ili tuweze kusikia ya kwamba yale tunayoambiwa na hiyo iweze kuzaliwa ndani yetu, na tuweze kuichukua pamoja nasi kama vile mazoezi. Ahadi iko katika neno, na hapa neno linatupewa kwetu, linaletwa hapo sasa. Roho inaambatanishwa na hiyo. Katika hali yote hakuna neno la Mungu litakalorudi bure bila matokeo. Kila neno ni mbegu, na kila mbegu ya kiungu inapandwa, na Mungu anatupatia neema ili liweze kuota na ili uzima mpya uweze kutokea. Ninataka kuweza kutafsiri hapa sasa hivi. Ninaweza kurudi kwa wazo la neno la Isaya 42 ili lituonyeshe namna gani Bwana alisema katika hali alivyosema ya kwamba yeye alitangaza na kuumba kitu kipya. Isaya 42 mstari wa 6. Isaya 42 mstari wa 6. Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitashika mkono wako, nitakuchunga na kukutoa uwe mapatano ya watu au agano la watu na nuru ya mataifa. Mstari wa 7. Kufungua macho ya vipofu, kuondosha wafungwa toka minyururu, nao wanaokaa katika giza toka nyumba ya kufungwa. Mstari wa 8. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mtu mwingine, wala sanamu ya kuchongwa sifa zangu. Mstari wa 9. Tazama, maneno ya kwanza yametokea, nami ninatangaza maneno mapya, mbele hayatokea bado, ninawapasha ninyi habari zao. Mstari wa 10. Mwimbie Bwana wimbo mpya, na sifa zake toka mwisho wa dunia. Paka hapa hili neno takatifu la dadama la Mungu. Kwa wale wote ambao hawakuwa hapa jana jioni, ningetaka niweze kusema ya kwamba tulisoma Ezekieli 36 mstari wa 26 na 27. Ezekieli 36 mstari wa 26 na 27. Hiyo ni maneno ambayo ndugu Branamu aliweza kuleta msingi wake juu ya mahubiri hayo. Mahubiri yake aliweza kujiweka juu ya neno hili. Naisoma tena ingine mara moja. Nitawapa ninyi moyo mpya vile vile, na nitatia roho mpya ndani yenu. Nitaondosha moyo wa jiwe toka mwili wenu, na nitawapa ninyi moyo wa mwili. Mstari 27. Na nitaweka roho yangu ndani yenu na kuwatembeza ninyi kwa sheria zangu,
na mtachunga hukumu zangu na kuzifanya. Tazama hiyo maneno. Mungu anataka kutufanya watu walio na moyo mpya na uzima mpya, roho mpya kwa neema. Na Bwana anasema Ufunuo 21:5, tazama nafanya mambo yote mapya. Tazama naomba kitu kipya. Maneno ya zamani yalitimilika, maunabii ya zamani yalitimilika, lakini tazama sasa nafanya mambo mapya. Aliweza kutuisha mambo mapya, nasi tunaweza kumwimbia nyimbo mpya. Kwa upande mmoja kuna andiko fupi ambayo siwezi kutafsiri kwa wakati huu, nimeweza kubadilisha hali, lakini ndugu Branham analeta kulinganisha hao na kuna umbaji na kusema ya kwamba Roho wa Mungu alikuwa akizunguka kwa kifukutu, akifunika kilindi cha maji, na sio kuweza kuenda kama vile upepo, lakini kama vile nguvu ya kifukutu yaweza kuzunguka juu ya maji. Na aliyeweza kuongezea juu ya wazo hiyo akasema ya kwamba ni mahali ambapo Roho wa Mungu anaweza kweli kuwa, na hapo moto wa Mungu na kifukutu cha Mungu ndipo kinaweza kuwa, na hapo kulipokuwa joto ya Mungu ndipo uzima mpya unaweza kuonekana. Na hiyo ndiyo tunayohitaji. Kama kazi inaweza kumalizika, inaweza kuwa ya kilindi na ya kujao na kuweza kuonekana kusimama mbele ya Mungu, na hapo sasa inapaswa kuwa iliweza kutimilika, inapaswa kuwa ilifanyika na kutimilika kupitia Roho wa Mungu. Yale ambayo tunaweza kufanya sisi wenyewe haijaweza hata kuwa, na haiwezi kuwa hata mbele yetu na mbele ya wengine na hata mbele ya Mungu, lakini hiyo inapaswa kuwa kazi ya Mungu. Hiyo inapaswa kuwa imetendwa na Mungu. Alitoa ahadi ndani ya Ezekieli 36:26, nitawapa ninyi moyo mpya na nitatia roho mpya ndani yenu, nitaondosha moyo wa jiwe toka mwili wenu, na nitawapa ninyi moyo wa nyama au wa mwili. Basi Mungu aweze kutenda neno hili kupitia neno lake na nguvu ya damu yake, ili yale ambayo inayoweza kumpendeza yaweze kufanyika ndani yetu na kupitia sisi, ili tuweze kushuhudia ya kwamba kulingana na Wakorinto wa pili sura 5:17 ya kwamba mambo ya zamani yamepita na tazama mambo yote yamekuwa mapya. Kama vile tulivyosikia jana jioni, hauwekake mvinyo mpya katika birika za zamani, kwa maana yatapasuka, lakini unaweka mvinyo mpya katika birika mpya. Marko 2:22. Sio sisi tutaweza kufikia hayo, lakini yeye alishakaonyesha ya kwamba ni hivyo, inawezekana, ya kwamba inaweza kutendeka kupitia Golgota. Niweza kusoma pia hapa ya kwamba alitoa agano mpya, alifanya agano mpya aligeuka kuwa nuru ya wa mataifa, ili afungue macho ya vipofu, ili aweze kutoa wafungwa katika gereza na kutoka vifungo wale walio katika giza. Moyo mpendwa, kubali hiyo leo katika imani, uikubali kama vile neno la Mungu ndani ya moyo wako, na uweze kusema Bwana, ni hivyo ulinitoa, ulifungua macho yangu, ulinitoa katika gereza, ulitoa giza na uliweza kutupatia nuru kwa neema. Ndani ya Isaya 42:9 maneno ya kwanza yametokea, nami ninatangaza maneno mapya mbele hayajatokea. Kila wakati kitu kipya kipasha kufanyika, Mungu alikuwa akishinganisha kwa yale ambayo ilikuwa imekwisha kufanyika, na alikuwa akitangaza mambo mapya ili sasa tuweze kuwekwa nguvu ndani ya imani. Na kama Mungu hakuwa amefanya kitu fulani, hatungeliweza kujua kitu gani kinaweza kusimamia juu yake.
lakini Mungu alifanya mambo makubwa. Mungu alifanya mambo mengi kwa ajili ya taifa lake la Israeli kwa wakati wa manabii na sana sana mwanzo wa kanisa la Agano Jipya. Na pia aliweza kufungua macho yetu kwa neema. Alitupatia moyo mpya kwa neema na roho mpya. Lakini tunashuhudia kwa imani isiyoweza kutikisika ya kwamba alifanya hivyo kwa ajili yetu na ndani yetu. Na kama sasa kuna mtu fulani aliye hapa ambaye hawezi kusema hiyo kwa kukubalishwa hapa, hii ndiyo heri au ni bahati ya kusema, na uweze kuambia Bwana ya kwamba hiyo ifanyike hiyo leo. Hatutaki tena makusanyiko ambayo neno la Mungu linahubiriwa bila hiyo iweze kuonyesha matokeo yake, lakini tunahitaji makusanyiko ya kiungu ambayo Bwana anaweza kufanya neno lake liwe hai na lenye nguvu, na kwa maana tuliweza kulipokea kwa imani na uaminifu. Anasema kutoka taifa la Israeli, anasema katika Waebrania 4 mstari wa 2 ya kwamba mahubiri haikuwasaidia kwa maana hakuweza kuliambatanisha na imani. Tunaweza kupokea neno la Mungu katika imani katika kazi yote milika hapo msalabani wa Golgotha, na kisha tunaweza kuacha neno lake liweze kutufikia na tuweze kuchukua huko mbali na Golgotha, na hapo tunajua ya kwamba ahadi zote za Mungu ni ndio na amina. Kuna andiko ingine ambalo Bwana alitumikisha na kuhubiri wakati alipoanza huduma yake ndani ya Luka sura 4 mstari 18. Alikuwa amekwisha kusoma gombo la nabii Isaya, na kisha imeandikwa hapa, au alipoanza kusoma mstari 18, Luka 4 mstari 18, imeandikwa, Roho ya Bwana ni juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta kuhubiri habari njema kwa maskini, na alinituma ili nihubiri wokovu kwa wafungwa na vipofu kupata kuona tena, na kufungua waliochubuka. 19, kuhubiri mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Ni neno gani la ajabu lilikuwa katika nabii Isaya katika miaka 100 na 200 iliyopita, lakini sasa hapo yule ambaye neno hilo lingepasha kutimilika juu yake akaonekana, akakamata andiko na kisha akaweza kusema ya kwamba leo andiko hili linatimilika mbele ya macho yenu. Leo neno hili limegeuka kuwa uhakika. Tangu leo mnaweza kuishi na kuona yale iliyoweza kuandikwa katika miaka 100 na 100 iliyoweza kupita. Na tazama sasa iko sasa yenu. Ni neema gani kutoka kwa Mungu wetu. Tuyakubali. Tulikubali. Tukae kwa uhakika tukiwa chini ya neno, na tuseme Bwana, tunasikia, tunaamini, tunakubali na tunataka ili tukuone, tuweze kukuishi kweli, ili roho wa Mungu kwa kiwango roho wa Mungu anaweza kukaa, na ili joto iweze kutokea na kitu fulani cha kiungu kiweze kuwa kimezaliwa kwa neema. Na hiyo itafanyika wapi? Tuliweza kusikia jana jioni kwa namna iliyo njema. Hiyo miti ya zamani iliyokuwa imekauka, ilikuwa tena haina ngozi, kulikuwa hata kitu fulani, lakini hiyo miti ya zamani ilikuwa imetoa mambegu, na hiyo mbegu, hiyo uzima ilikuwa katika mbegu, na hiyo mbegu ikaota, na hapo sasa pori ikaonekana tena upya. Na hiyo kitu moja iko leo. Hata kama karibu yetu na mambo yote nakauka, Mungu alitupatia neema yake. Mbegu ilianguka ndani ya mioyo yetu, na inabaki tu kuweza kuguswa na nuru ya jua na kuweza kupewa maji ya Roho ili iweze kufa. Tunapaswa kufa. Inaandikwa katika Injili ya Yohana sura 12 mstari wa 24 ya kwamba kama mbegu ya ngano ikianguka ndani ya udongo
Kama haikufa itabaki peke yake, lakini kama inakufa itachukua matunda. Nasi tunapaswa kutoa uzima wetu ndani ya kifo, ili Bwana aweze kuifanya kuzaliwa tena upya, aweze kutubariki sasa wakati tunapotafsiri tena hii sehemu ya pili ya mahubiri. Lakini tuwe makini sana, na wasihi tupokee neno la Mungu, tulikubali na tuweze kumwambia, o Bwana, ulitukusanyisha kwa maana ulikuwa na mpango kwa ajili yetu, na tunataka ili tuweze kujiacha tuingizwe ndani ya mpango huo. Tuwe mbele ya macho yetu Golgota, tuwe na Golgota mbele ya macho yetu, kama vile nyimbo inasema, unioshe katika damu ya damani ya Yesu, ndani ya maji inayoosha. Wewe Bwana peke yako ndio unatakasia maisha yangu sasa na hata milele na milele, na maisha yangu iwe yako. Tunaweza kumupatia maisha yetu yote na ili aweze kututumainia. Mwanzo wa mahubiri, yote toka katika udongo, miti, majani kutoka mavumbi ya udongo. Roho Mtakatifu alifunika, alikuwa akizunguka juu ya kilindi cha alikuwa akifunika kilindi, na hapo hapo kukatokea uzima. Uzima ilitokea katika uzima ya wanyama yote ilitokea ndani, na hapo hapo sasa hiyo uzima ya kimutu nayo ikaonekana. Mili yetu ilikuwa yote hapa siku hiyo, kwa maana nasi pia tuliweza kutoshwa katika mavumbi ya udongo. Tuliweza kutengenezwa na viungo vilivyokufa vya udongo. Mnaona, yote ambayo tunayokula inakuwa imekufa. Kwa mfano, ngano tunayokula inakuwa imekufa. Kama tunakula mkate ikuwa imekufa. Kama tunakula steak inakuwa imekufa. Kama tunakula nyama itakuwa imekwisha kwanza imeuliwa. Kama hatukule nyama iliyokufa hamwezi kuishi. Unaona? Tunaweza kuishi tu kupitia kitu fulani kilichokufa kwa ajili yetu. Kama tunakula samaki inapaswa kuwa imekufa. Kama tunakula nyama ya ng'ombe inapaswa kuwa imekufa. Na yote ambayo tunayokula inapaswa kufa mbele tuweze kuikula kwanza, na hapo sasa uzima inakuwa ndani yetu. Kama kitu fulani kinakufa ili kuishi sasa kwa namna ya mwili, iko namna gani kuhusu nafsi yetu isiyokufa? Na hapo sasa kitu fulani kingepaswa kufa ili kiweze kuishi milele na milele, ili nafsi yetu iweze kuishi milele na milele. Mnaona, ndani yake tuna uzima milele, tuna uzima wa milele. Na sasa ningetaka ili muweze kuelewa wakati tunapoendelea kuweza kuchunguza hii. Roho Mtakatifu anashuka, anazunguka juu ya wanadamu. Mnaona? Mungu kwanza aliweza kuumba mtu na kisha akaumba mwanamke. Kwanza mwanaume, sitaki kuweza kuingia katika maneno hayo, lakini mwanamke ni kiungo kilichotoka ndani ya mwanaume. Na sasa wakati alipoingia katika kutengenezwa, alikuwa ni mwanamke aliyekuwa mzuri hapa duniani. Ninaona nywele zake ndefu zinazoshuka sana, na tuseme katika hali ya kuweza kuonyesha nywele zake zilikuwa kama vile za rangi ya njano, na unaweza kusema ya kwamba macho yake ilikuwa kama vile ya blue, na nyota zilikuwa kingaa pale. Mwanamke alikuwa ni kitu fulani kizuri ambacho Adamu angeliweza kuona. Yote ilikuwa ni nzuri sana. Akose aliweza kusema hii kitu nikiona kama vile kepesi, na yote ilifika. Hakukuwa na oga, hawakuwa na oga. Walikuwa wamewekwa juu ya yote. Angeliweza kuita simba na kusema kuja hapa, naweza kumubembeleza na kumudondoza na kumgusagusa. Na simba angelipashwa kuwa pale na kuweza kuwachukua pale kama vile pusi kidogo. Na hapo chui angeliweza kuja naye akangeweza kumzungumzia. Na kisha kondoo ingepashwa kuja na kuzungumza naye. Na hakuna kitu kilichofanyika pamoja naye. Wote walikuwa katika salama. Wakati sasa jioni jua lipozama, alisema mke wangu, tunapashwa sasa kufanya saha yetu ya maombi. Tunapashwa kuabudu. Haikukuwa dhehebu au kukiri kwa imani, lakini ilikuwa ni chumba kizuri sana huko katika bustani. Na wakakaa
Baba akashuka na nuru yake ya kimaajabu ilikuwa ikimtangulia. Alikuwa akishuka tena sana chini sana na kuja mbele yao, na ninamsikia akisema, watoto, mliweza kumaliza mchana vizuri leo? Tazama, leo nimekuja ili niweze kupatia busu ya jioni. Alikuwa akiwakumbatia wote wawili, akinyosha mikono yake juu yao, na kisha akaenda. Alikuwa akienda tena baadaye, na Adamu alikuwa akinyosha mkono na kusema, shuka hapa, hii mkono wangu ni oree yako. Hakuna kitu ambacho kingeweza kuwafanyia vibaya au kuwaharibu. Mambo yote ilikuwa katika salama, wote walikuwa wamebarikiwa. Baba alikuwa ameshughulikia mambo yote, lakini baadaye dhambi ikakuja na ikaharibisha mambo yote. Ndiyo, lakini tumekuwa pale. Na sasa ninyi wanawake ambaye munayepokea mbegu ya uzima kwa ajili ya kuweza kuitosha, mulitashwa kwa ajili ya hiyo. Mniwache niweze kuwaonyesha, sio pome ndani ya bustani deni iliweza kuleta shida, lakini mwanamke ndiye alifanya dhambi, si mwanaume aliyefanya dhambi. Mwanaume ndiye alifanya dhambi, lakini mwanamke ndiye aliweza kudanganywa. Adamu hakudanganywa, lakini yeye ndiye alikuwa akifanya hivyo, na Eva alikuwa akiwaza kwamba alikuwa akifanya vizuri, hangekuwa na nuru, na aliweza kuingia huko akaona hiyo ujuzi ingine. Tazama, Biblia inajaribu kuweza kuonyesha hiyo, nanyi mnapaswa kusimama juu ya Biblia. Na sasa alisema, tazama, Mungu alisema, na kisha nyoka akakuja akamwambia. Mungu kweli angeliweza kusema hivi, na aliweza kumuingiza ndani ya udanganyifu akampoteza. Na Adamu alifanya hivyo kwa sababu ya huzuni ya mke wake, na ilikuwa ni mfano wa Kristo. Hakuweza kufanya dhambi, lakini alifanywa dhambi kwa ajili yetu. Unaona, alisema ndani ya Yohana sura 10 mstari 18, nina uwezo wa kutoa uzima wangu na kuweza kuchukua tena. Na alikamata makosa yetu yote juu yake ili aweze kutupatia haki ya Mungu. Na sasa, marafiki wapendwa, ni ajabu kama ilikuwa naomba ili Roho wa Mungu aweze kuzunguka juu ya dunia, akifunika, akuiwapatia joto, ili mambo yote, ili viumbe vyote viweze kuumbika, na sisi tuweze kuombewa hivi. Na hapo sasa sisi sote tuliko hapa, hatukuombwa ili tuweze kuonekana hapa, lakini Mungu katika kujua mambo yake yote vizuri alikuwa akijua kwamba tungepasha kuwa hapa, naye alitufanya kama vile tulivyo. Hatukuwa na neno lingine la kusema naye, na itakuwa hivyo hivyo wakati wa ufufuko, atafanya hivyo. Viungo vyote vinavyokuwa ndani ya mwili vitaweza kukusanyika pamoja kutoka pande zote za dunia, vitaweza kuwekwa katika kitendo, na hapo ufufuko utafanyika siku ya mwisho. Sasa namna gani tutaweza kurudi sasa? Na hapo tutaweza kuwa watu wa vijana, wanaume wa vijana, wanawake vijana, na hapo tutaweza kuona Bwana Baba yetu wa ajabu. Mnaona, mnaweza kufanya uchaguzi wenu, mnapaswa kuikubali au kuikataa. Mnaona, mmekusanyishwa kutoka viungo vya dunia hii, na hivyo ndivyo mmeweza kuumbwa. Lakini sasa mnapaswa kukubali na kuamua kama mnataka uzima wa milele au hapana. Alikuwa akijua nini ni nani na namna gani mngepaswa kuwa, na jina zenu mngepaswa kuwa namna gani. Mnaona, Roho Mtakatifu yuko hapa, yeye yuko hapa, anafunika, anatuzunguka, anakuwa juu yetu. Na kweli tuliweza kuchukuliwa kutoka mavumbi ya udongo, lakini kitu fulani ikiweza kuwekwa ndani yetu, ni kusema uzima wa milele. Alizalisha ndani yetu. Mawazo yenu ya kimwili na ya kiakili haitaweza kufikia hiyo. Hapana, ilikataliwa na Mungu. Hiyo madhehebu haina hata kitu cha kusema mbele ya Mungu. Hapana. Na hiyo teolojia yenu pia, hapana. Inaomba ili Roho Mtakatifu aweze kushuka, ili aweze kuwaleta katika uhusiano pamoja na Mungu, na wapatie uzima wa milele, ili muweze kufufuliwa kwa siku ya mwisho. Kama mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Unaona hiyo, warafiki,
Akili yenu haina kitu kinachokuwa na uhusiano na hiyo. Kama mnasema nilipokea roho, ninazungumza kwa roho, nazungumza kwa lugha na kadhalika na kadhalika, lakini sio hiyo. Na niweza kusikia pia mapepo zikizungumza kwa lugha, na pia walozi na wachawi wakizungumza kwa lugha, lakini hiyo ni haki? Hapana, hiyo sio haki. Ni haki inaweza kugeuzwa. Shetani hawezi kuwa na kitu fulani kinyeza cha kuweza kuiga, ila tu neno la Mungu. Yale manabii waliweza kusema, ndio shetani anageuza. Shetani anaweza kupata kitu fulani na kugeuza, lakini tuweza kufunzwa na kufundishwa ili tusiweze kupingana na mambo hayo, tuweze kupingana na mambo hayo. Na sasa kama tunajua hiyo, tunajua sisi ni nini. Na sasa kama tunaingizwa na kufundishwa na Biblia, na Roho Mtakatifu anakuja na tunaingizwa katika kanisa mwili. Na sasa msikie, kama mtaki kuweza kukubali Kristo, ulimwengu utawashika. Mnapaswa kukamata maamuzi. Hamwezi kutoka mkisibaki hiyo mtu mmoja wa zamani. Hapana, Roho Mtakatifu yuko hapa. Anafunika, anaita, anatenda. Na sasa kama angeliweza kutoa mioyo yetu ya jiwe, anasema nitawapa moyo mpya na nitawapa roho mpya, na hapo sasa nitaingia mimi mwenyewe. Ni nini sasa? Na kisha anakuja yeye kama vile gari au kama vile chombo cha kuweza kutengeneza, ili aweze kutengeneza njia ambayo inaweza kutembewa ndani, na hapo inakuwa ni njia ya haleluya. Mnaona, Roho Mtakatifu anashuka na hapo anatengeneza mambo yote, anapanga yote, ili tuweze kufuata njia ya Mungu na tuweze kuwa na moyo mzuri na moyo mpya, na tuweze kuwa makao mapya na roho mpya, na yote inakuwa mpya. Sasa namna gani shetani anaweza tena kurudi na kuweza kuwashika? Hapana, haiwezekani. Anatambua ya kwamba Mungu aliweka makao yake ndani yenu tangu wakati ule sasa, na mambo yote yanawekwa katika utaratibu, na yote inatengenezwa vizuri na kupangwa vizuri. Haleluya, haleluya, amina. Nasikia sasa vizuri. Sasa Roho Mtakatifu anashuka, anaweka yote katika utaratibu. Anataka kuweza kushusha yote iliyo ya zamani, anataka kutosha yote iliyo ya zamani, na pia shetani yote iliyo sehemu yake, na anatupatia moyo mpya na roho mpya na uzima mpya. Na sio tu hiyo, anakuja sasa yeye mwenyewe ili aweze kuonyesha ya kwamba uzima mpya unaweza kupewa kwako na kuweza kuendelea. Ona kisi ajabu sana. Ningeliweza kupitaji ili niweze kuwa mkubwa zaidi kuliko jinsi nilivyo sasa. Natazama sasa yanayofanya sasa, ndugu na dada, leo wakati mambo mengi yanafanyika sasa kwa mambo ya kiakili, lakini katika kanisa la Kipentekoste mambo ya kufurahisha na hii ya kujisikia. Msijifurahishe kuweza kuiga, lakini mbingu na ya Pentekoste inajaa mambo ya haki na ya kweli. Moja anahusika na mafuta na mwingine ya hiki na kile, lakini msijiache kuweza kuingizwa katika mambo hayo. Tangu siku ya Pentekoste mbingu na dunia yote inajaa mambo yote ya kweli, na atawapa roho mpya na moyo mpya. Ataweka juu yenu roho wake ndani ya moyo mpya na moyo mpya. Tugunje vichwa vyetu tuweze kuomba. Vichwa vicho gunjama na macho ikifumbwa. Mnajua ya kwamba mliweza kutoshwa katika udongo, na sasa kama mnaangalia chini, ni hapo ndipo mtaweza kurudi tena ndani ya mavumbi ya udongo. Hiyo mavumbi ilikuwa pale wakati dunia ilipoweza kuumbwa, lakini tazama, kuna kitu fulani ndani yenu, roho uzima ya zamani. Hiyo mambo ya zamani ya mawe, moyo wa mawe ya dunia iliweza kutolewa ndani. Nasi mnaweza kuhitaji mweze kupokea roho mpya, mnahitaji mweze kupokea roho mpya, mnataka mweze kupokea moyo mpya, naweza kuingia ndani yenu, na hiyo inaweza kutenda ndani yenu na kuweza kuonekana. Anazunguka juu yenu. Sasa anataka ili aweze kuwapatia moyo mpya. Ninasimama hapa na sijui yale ya kufanya, na sijui ya kusema. Oh Yesu, Bwana wangu, wewe uko hapa. Unaona, kama mnataka muweze kupata sehemu katika ufuko, inaomba ndani yenu muwe kitu fulani kinachoweza kuwaingiza ndani ya ufufuko, kinachowashukua ndani ya ufufuko. Kuna mtu hapa ambaye anayeweza kunyanyua mikono
kuna watu wanaotaka kuweza kunyanyua mikono kwa sababu wanataka kuja kwa Kristo. Muweze kujibu mwito wake. Mnahitaji muweze kupokea roho wa Mungu ndani ya roho yenu na yote muweze kumpatia. Mnahitaji muweze kuwa wa Kristo na kuweza kutumikia Bwana na kumfuata. Acha Mungu akubariki. Mungu akubariki pale huko nako. Mungu akubariki. Mungu akubariki mpendwa, mheshimiwa. Mungu anawajua nyote. Mnyanyue nyote mikono. Mungu alikuwa akijua ya kwamba tungeliweza kuwa hapa kudunia, na alikuwa akijua kila ua, alikuwa akijua kila inzi na yote, na hakuna hata ndege ambayo inaweza kuanguka bila Mungu yeye kujua. Unasema sasa, Mungu wangu, tazama mkono wangu, tazama moyo wangu. Mimi ni sehemu ya kanisa. Kitu fulani kilinifikia, lakini tazama, sikuweza kuishi maisha ambayo ningeliweza kupenda kuishi. Ilikuwa ikienda huko na huko, ilikuwa ikienda na kurudi, lakini Bwana hacha haya yaweze kubadilika. Na sasa neno lako linasema ya kwamba utatupatia roho wako, iweke ndani ya roho yetu. Mnasema kitu fulani na kitu fulani kilifanyika, na tazama sikuweza kushinda. Ni kweli, na ni hivyo ndivyo mtu alifanyika akose. Mnaweza kusema ndugu Branham, niliweza kuzungumza kwa lugha, niliweza kutabiri, na sasa kwa wakati huu sizungumzie hayo. Wengi watakuja katika siku hiyo na kusema, Bwana, hatukufanya hiki na kile katika jina lako. Hapa inahusu sasa moyo mpya, inahusu roho mpya kwanza. Na sasa Kristo yuko karibu yenu, hamuisikie. Iwe kitu chochote ambacho mnachokutanana nacho, mnapenda Bwana Mungu yuko kwenye kiti chake. Iwe yoyote ambayo iliweza kuwafikia akose, kuna mtu aliyeweza kuwachekelea na aliweza kusema mabaya juu yenu. Iwe yoyote, upendo wa Mungu uko ndani ya mioyo yenu. Hamutaweza kuonya kitu fulani kwa mtu, hamutaweza kubebesha mtu kitu fulani. Kama mnasema ninataka niweze kumulipa kisasi kwake, hiyo sio hivyo. Hiyo sio Roho Mtakatifu aliye ndani yenu. Hapana, hakuja kuwa moyo mpya ndani yenu na uzima mpya ndani yenu. Mungu awabariki. Mungu awabariki huko kwenye kimambazi cha juu huko. Mungu awabariki. Asante. Sasa tunataka sasa sote tuweze kuomba. Baba ya mbinguni, upepo unavuma huko nje. Kwa nini nilisema ndiyo wakati waliponiambia nikuje? Akose ilikuwa ni saha, ilikuwa ni kazi yako kubwa. Ndiyo, ninajua ya kwamba ilikuwa ni kazi yako. Ujumbe ilikuwa ikipangana vizuri. Iwe yoyote yote wanayokuomba uiwapatie Bwana Mungu. Baba yangu, ninakuomba katika uhakika wote kwa moyo wangu, shika kila ugonjwa wote, shika yote imbayo inayosumbua watu, uitoe ndani yao, waweze kuwa huru, waweze kubarikiwa, na ili Roho Mtakatifu aweze kuja ndani yao, na ili sehemu hiyo ya nafsi yao iweze, hiyo sehemu ya mioyo yao ambayo iliweza kutayarisha kwa ajili yako iweze kujazwa na waweze kuipokea neno lako lote na mioyo yao, ndani ya mioyo yao, wakiwa na mazoezi mapya na tumaini mpya na imani mpya na nguvu mpya. Bwana, uzima yako iliyo ndani mwao iweze kuonekana, iweze kupenya. Bwana, ninakuomba uwe pamoja na wandugu, pamoja na ndugu Joseph, pamoja na wandugu wote walio katika kazi, uwe pamoja nao, uwabariki wakati ya makusanyiko inayofuata ya kiungu. Na tena Bwana, kuomba uweze kuwa pamoja nami, uweze kuwa pamoja na sisi sote wakati tunaposonga na kwenda kwenye njia yetu, na Roho Mtakatifu wako waweze kuwa pamoja na sisi sote. Amina. Nampenda. Nampenda. Nataka nimwone. Hiyo ni hitaji ya kilindi cha moyo wangu,
ni ya kuweza kuona Bwana wangu Yesu mpendwa. Hiyo ni hitaji yenu. Kanisa la Mungu linapata sehemu katika baraka yake. Alisema ndani ya Mathayo 28:18, uwezo yote ni upewa mbinguni na duniani. Yote iliyokuwa ndani ya Mungu ilimiminiwa ndani ya Kristo, na yote iliyokuwa ndani ya Kristo ilimiminwa ndani ya kanisa. Weka pembeni mambo yote iliyo mengine. Weka pembeni mambo mengine yote, muweze kupokea moyo mpya na roho mpya. Ninawapenda. Ninyi mmekuwa vizuri, mko watu wazuri sana. Siwezi kubaki pamoja nanyi muda mrefu, ninapasha kwenda katika njia yangu, lakini ninaomba ili Mungu aweze kuwabariki na awe pamoja nanyi. Ndio, Mungu awabariki mpaka tutakapoonana tena. Napasha kubali ya kwamba maneno haya yote yamekwisha kunigusa sana, yaliweza kupenya moyo na nafsi yangu. Niweza kusema jana jioni tuliweza kusikia neno la Mungu katika hii miaka yote, tuliweza kuliamini kwa moyo wetu wote, na sasa tunahitaji iliyo kubwa ni kwamba ili neno liweze kushuhudiwa, ili Mungu aweze kupokea yale yanayompendeza. Tuliweza kusikia mara nyingi ya kwamba Bwana atarudisha yote, na kama vile nabii Yoeli alivyotabiri ya kwamba ujao utaonekana, hakutakuwa tena upungufu au kupungukiwa. Yoeli 2:26. Mwimba nyimbo anaimba hapa, ujao huko hapa, mito ya neema ya Golgota. Nasi tunataka tuweze kuona yale ambayo Mungu aliyotuahidi, yale Mungu aliyopatia kwa kanisa lake, yale iliyo yetu kama vile haki kutoka Golgota, yale iliyo yetu, yale ambayo iliyoibwa katika wakati uliopita kwa kanisa la Agano Jipya, yale ambayo iliyokuwa nayo kwa mwanzo, na hiyo ndio tunataka kwa mwisho. Na ni moja ya ahadi za muhimu ndani ya ujumbe huu wa kiungu ambao tunaoamini. Bwana anasema ndani ya Yoeli sura 2:25, nitarudisha yote. Tuliweza kuisoma mara nyingi ndani ya Matendo ya Mitume sura 3:20 na 21. Yesu Kristo anangoja mbinguni wakati ambayo mambo yote ambayo Mungu aliyokuwa ametangaza kupitia watumishi wake manabii tangu wakati wa zamani yote yaweze kuwa yametimilika. Hayo yanapasha kugeuka kuwa uhakika. Lakini kama tunangoja sasa mvua ya kwanza na ya mwisho, kama vile walivyongoja mvua ya kwanza, inaomba sasa ili kila moyo iweze kufanya upya. Roho zetu, mawazo yetu, nia zetu yanapaswa kugeuzwa na kubadilishwa na maisha yetu. Akose tunaweza kujua hiyo na maisha nini, lakini kwa Kiingereza kama vile inakuwa vigumu, lakini Mungu anaweza kutupatia neema tuweze kuwa na nia ya Yesu Kristo, mawazo na nia. Kwa maana hivyo ndivyo inaandikwa wa Filipi sura 5:5. Kila mtu awe na nia hizo zilizokuwa ndani ya Yesu Kristo. Hiyo hali ya roho, nia, mawazo ya Yesu Kristo, uzima mpya, moyo mpya, na kisha baadaye tuweze kuvikwa na nguvu zinazotoka juu, kwa kiwango iweze kuwa ni nguvu ya Mungu ndiyo inayoweza kutenda kupitia sisi. Paulo alikuwa akijisifu kwa sababu pia ya madhaifu yake. Angeliweza pia kuonyesha ya kwamba sio yeye ambaye aliyekuwa akifanya kitu fulani, kama vile nguvu ambazo ziliweza kuonyeshwa zikitoka kwake, kama vile wamitume walikuwa wakisema, lakini nguvu ilikuwa ya Bwana, na kwamba ilikuwa ikionyeshwa na kufunuliwa kupitia sisi tunaoamini. Wakorintho wa pili sura 12, Wakorintho wa pili sura 12 mstari wa 9. Kuna andiko inayohusu nyimbo ndani ya kitabu cha nabii Ezekieli, inaweza kuwa lazima sana kuweza kuiwazia. Iko katika sura 18, Ezekieli 18, kwanza kwa mstari wa 13. Einen jeden von euch, ihr vom Hause Israel,
basi nitawahukumu ninyi, nyumba ya Israeli, kila mtu kwa kadiri ya njia zake. Bwana Mungu anasema, rudieni na mgeuke mbali na makosa yenu yote, uvue uovu usiwe upotevu wenu. 31. Tupeni mbali nanyi makosa yenu yote ambayo muliyafanya, na mujifanyie moyo mpya na roho mpya. Kwa sababu gani munataka kufa, nyumba ya Israeli? Hiyo ni kigeni sana. Katika andiko moja inasemeka ya kwamba nitawapa mimi moyo mpya, nitawapatia roho mpya. Lakini hapa kupitia huyo nabii mmoja Ezekieli anasema ya kwamba mujifanyie moyo mpya na roho mpya. Kunapaswa kufanyika nini sasa? Tunapaswa kuifikia hiyo sisi? Tunaweza kuiumba sisi wenyewe? Unaweza kuiumba kwa namna hiyo? Hiyo itafanyika namna gani? Ili iweze kufika, iweze kufanyika, tunapaswa kuwa tayari kuweza kujivua na yote iliyo ya maisha yote ya zamani na tabia yetu ya zamani. Na hapo sasa moyo mpya utaonekana. Na hapo sasa ya zamani itakuwa imepita, itapotea, itaweza kupita. Na wakati ya zamani itakapokuwa imepita, na yote itakuwa mpya sasa. Kwa maana ya zamani inakuwa tu ya kutusumbua, inatusumbuaka tu. Inasemeka hapa kwenye mstari wa 13. Basi rudieni na mgeuke mbali na makosa yenu, uovu usiwe upotevu wenu. Nikusema sasa, kugeukia Mungu, kugeuka kutoka yote ambayo isiyoweza kusimama mbele yake, yote yanapashwa kutoshwa ndani ya mioyo yetu. Hayo mawazo mabaya yote yanatoka kwa hayo mawazo mabaya yanatoka wapi mbele iweze kugeuka kuwa matendo? Yanapaswa kutoshwa ndani ya mawazo yetu. Niweza kuzungumza na kijana mmoja, nilimwambia kwamba nina waza ya kwamba naweza kushitia kwenye njia ya wengine na niweze kugeuka kuwa baraka kwao. Na aliweza kuniangalia akaniambia, "Tazama, unasimama katika njia ya watu." Na kisha akaongeza na kusema, "Mimi mwenyewe najiingiza na kusimama katika njia yangu." Na kisha tena unaweza kusimama kwa njia yako. Na kila mtu anaweza kusimama katika njia yake mwenyewe. Kila mtu anapaswa kusimama kwa njia yake. Na hiko hivyo kwa ajili yetu. Tungelihitaji tuweze kuona wengine na kisha tuweze kuwaletea pia hata kofia na kuwafanyisha makofia, lakini sisi tuko mbele ya Mungu. Na sasa kama maisha yetu ya imani inaweza, na kama maisha yetu ya imani haendelee, ni haiko kwa sababu ya mtu mwingine, lakini kwa sababu yangu mwenyewe, na kwa sababu ya yale inayonizuiza, na kwa sababu ya yale inayokuzuiza wewe. Na sasa sisi tuko yale ambayo inayoweza kutuzuiza sisi. Inasemeka hapa kwenye mstari wa 13, tupeni mbali nanyi makosa yenu yote ambayo mliyafanya, na mujifanyie moyo mpya na roho mpya. Hiyo ndiyo shurti ya lazima ili Mungu aweze kuumba hiyo ndani yetu, kuweza kugeuka na mambo ya zamani, kugeukia sasa mambo mapya kwa neema ya Mungu. Na hapo sasa hiyo inapaswa kuwa maamuzi ya moyo ambayo tunaweza kukamata. Na hiyo maamuzi ya moyo hatuwezi kuikamata sisi wenyewe, na hatuweza kuikamata kwa ajili yetu sisi wenyewe, lakini imani iliingia ndani yetu wakati wa mahubiri, wakati wa kuisikia. Na hapo tunaweza kuelewa ya kwamba hatuwezi kugeukia Bwana, lakini ni yeye ndiye anayepaswa kufanya yanayobaki kwa ajili yetu. Lakini mapenzi inapaswa kuwa kwanza imewekwa ndani mwetu, kuitaka, na hiyo anaifanya sasa. Anafanya hayo mawili, anatupatia kutaka na kutenda, ili kwa mwisho kusiwe mtu anayeweza kujisifu na kushitukuza na kusema niliweza, lakini yule anayetaka kujisifu ajisifu kwa ajili ya Bwana. Lakini hizo ni andiko mbili za Biblia ambazo zinazotembea pamoja. Tupeni mbali nanyi makosa yenu yote ambayo mliyafanya, mjifanyie moyo mpya na roho mpya. Kwa sababu gani munataka kufa, nyumba ya Israeli? Ezekieli
18 mstari wa 31. Sasa kwa sababu unataka kufa, nyumba ya Bwana au nyumba ya kanisa, Mungu anataka kupatia roho mpya, naye anatembea katikati ya vinara saba vya dhahabu, nasi tunataka tuweze kuwekwa nguvu na kuwekwa bidii kupitia maneno haya, kwa maana kila neno ambalo Mungu anatuambia inakuwa na lengo, inakuwa na sababu, inakuwa na lengo, na haiwezi kurudi bure bila matokeo, lakini inapaswa kutimiza yale ambayo iliweza kutumwa. Shairi ya mwisho ya sura 18 32 Ezekieli 18, maana sifurahi kwa mauti ya mtu anayekufa, Bwana Mungu anasema, kwa sababu hii mujigeuze na kuishi. Kugeukia kwa Biblia itaweza kukokota uzima mpya ya kiungu, na itakuwa ni kugeuka ya ujao na ya haki mbele ya Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Na kama tunaweza kumgeukia kwa moyo wetu wote na nafsi yetu yote, na hapo sasa naye atajionyesha, kwa maana inaandikwa, yule anayetafuta napata, na hiyo ni Mathayo 7 mstari wa 8 na Yeremia 29 mstari wa 13, mkinitafuta kwa moyo wote mtanipata. Kugeukia kwa ujao Mungu na kuweza kugeukia kwa ujao kwake kwa namna hiyo, kugeukia ya kibiblia. Mwache mambo ya zamani nyuma yenu, na tuweze kugeuza maoni yetu kwa Yesu na kuona Yesu anayefanya mambo yote kwa namna iliyo mpya, na pia maisha yetu pia, na anaweza kugeuza macho ya zamani na kuweza kutupatia roho mpya na moyo mpya, na tunatamani hiyo sana, na tunawaza ya kwamba yale aliyoahidi, na tunajua kwamba yale aliyoahidi ataitimiza kweli kweli, naye anatupatia yale ambayo tunayohitaji kwa ajili ya kusimama mbele yake. Basi acha Mungu aweze kuumba anga kama hiyo, anga ya kiroho, anga ndani yake tunaweza kusikia vizuri, anga ndani yake Mungu anaweza kufanya kitu fulani ambacho anga ndani yake anaweza kutenda kitu fulani, sio wewe, sio mimi, lakini tunajitakasia kwake, tunakuja kwake, tunajipatia yeye, naye atafanya ninayobaki kwa neema. Moyo mpya, uzima mpya, roho mpya, na hivyo sasa Mungu ataweza kurudi ndani ya kanisa pamoja na nguvu ya Roho, ili ingine mara moja aweze kutikisa mbingu na dunia, na aweze kushuhudia tena ingine mara moja neno lake kama vile la kweli. Na mara nyingi tunataka tuweze kujionyesha kwa namna ya nje, tunataka tuweze kuituma mwito wa mwisho, tunataka tuweze kuingia katika barabara, katika mataifa yote, malugha zote, lakini tunapaswa kuwa zaidi ya hiyo mwito pamoja na maneno. Mungu anapaswa yeye mwenyewe kuwa nyuma ya hiyo. Mungu anapaswa kushuhudia neno kwa neema yake, anapaswa kutumika pamoja nao, anapaswa kushuhudia neno lake, nasi tunapaswa kufanya hivyo kama vile kwa mwanzo. Tunapaswa kurudi kwa makusanyiko, na tunapaswa kuja kwa makusanyiko, sio kuweza kusikia tu neno, lakini tuweze kuchukua neno, wazo hili ndani yetu, wazo hili la kuweza kuja ili tuweze kuishi Mungu, ili tuweze kubarikiwa na baraka ambayo Mungu aliyotuahidi katika neno lake. Kama tunakuja tu ili tuweze kupokea tu mafundisho, hatutaweza. Kama tunakuja tu kupokea mafundisho, tutaweza kupokea tu mafundisho. Mungu anaweza tu kutenda kulingana na imani yetu. Bwana aliweza kusema mara nyingi ya kwamba amini tu na hiyo itafanyika. Tunapaswa kuja na imani iliyo ya lazima wakati tunaposikia neno la Mungu, na sio tu kuweza kusikia neno, lakini kuweza kuishi na kupokea katika uhakika wa imani yale ambayo Mungu aliyotuahidi ndani ya neno lake. Na kama tunakuja na kuomba kweli kweli ili Bwana aweze kushitukuza, na hapo sasa naye atayafanya pia. Tuchukue ndani ya mioyo yetu hitaji ya kilindi kwamba aweze kushitukuza.
Hiyo ni kweli, na hapo sasa ataifanya hapa upesi. Katika hali yote hayo yatafanyika mbele ya kurudi kwa Bwana, kwa sababu hatujui inabaki tena muda gani. Hakuna mtu anayejua, lakini tunaweza kuyatumainia hata siku zote, lakini hakuna mtu anaweza kusema kwamba hii itafanyika wakati fulani. Lakini kitu moja ni cha kweli, ya kwamba mbele ya kurudi kwa Bwana tutaona tena utukufu wake. Lakini tungeliweza kuhitaji tuweze kuiona tangu leo. Kama unaiamini unaweza kuiona leo. Hakuna hata mara moja ambapo Bwana anaweza kuambia watu, kama mnataka kuweza kuona utukufu wa Mungu, murudi tena siku nyingine, ya kwamba nitaweza kuyaonyesha. Hapana. Katika hali yote, iwe kwa ajili ya wagonjwa, kwa wenye dhambi, kwa ajili ya ufufuko wa Lazaro, ilikuwa ikihusu mahali pote, kwa wakati ambapo Bwana alipokuwa hapo, kuweza kuamini ya kwamba yeye alikuwa na uwezo ya kufanya yale iliyokuwa ya lazima kwa wakati uliokuwa umepangwa. Tunapaswa sasa kuingia mbele ya uso wa Mungu ili tuweze kuona utukufu wa Mungu. Na Bwana alikuwa akihuzunishwa sana wakati Marta aliposema, Yohana 11 mstari wa 24, ya kwamba najua kwamba atafufuka kwa siku ya mwisho. Alitaka aliweze kuweka hiyo kwa wakati unaokuja, na imani yake iliingia katika wakati unaokuja. Lakini Bwana aliweza kumwambia, mimi ni ufufuko na uzima, na ndugu yako atafufuka, na si kwa siku ya mwisho. Lakini hapo akaagiza ili jiwe iliweze kutolewa. Alikuwa pale, na hiyo ingepasha kufanyika kama iko hapa, na hiyo yanaweza kufanyika. Hiyo yanaweza kufanyika sasa pamoja na wewe, na tunaamini ya kwamba yeye yuko hapa. Hatuwezi kufanya tofauti ila yale aliyosema katika neno lake, nasi tunakusanyika katika jina lake, naye yuko hapa. Hataki kuweza kuifanya kesho, hapana, lakini sasa kwa wakati huu. Na ninawaza ya kwamba tungelipashwa kukamata muda mfupi kwa ajili ya kuomba pamoja, na wakati wa maombi tuweze kutafuta na kupata uhusiano pamoja na Mungu, na tuweze kumshika kwa maneno ili naye aweze kushuhudia neno lake. Tusimame sasa na tuombe pamoja. Akose tunaweza kuimba kwanza pambio ya nyimbo inayosema kama vile nilivyo bila kitu chochote kwangu, vile nilivyo bila kitu chochote kwangu, ila damu yako iliyomwangwa kwa ajili yangu. Damu yako inaniosha kutoka dhambi zangu, na sio nguvu zangu, lakini nguvu zako Bwana Mungu. Ninakuja. Tunataka tuweze kuomba pamoja na kuabudu. Baba ile mbinguni, tunakushukuru kwa moyo wetu wote kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani. Tunakushukuru kwa sababu unafanya kitu fulani kipya, na sio tu kwa ajili yetu na ndani ya ufalme wako, na sio tu ndani, na sio kwa ajili yetu na ndani ya ufalme wako, lakini ndani yetu na kupitia sisi. Unataka uweze kujionyesha na kujifunua kwa namna iliyo mpya na kushuhudia tena upya neno lako. Bwana, zalisha ndani yetu uzima mpya ya ufufuko. O Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako kubwa, kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya uwepo wako. O, kuja Roho wa Bwana, kuja ukae juu yetu, Mungu mwaminifu, katika Roho Mtakatifu juu ya kanisa. Bwana, tumepokea neno lako, Mungu mwaminifu, tumekusanyika mbele ya uso wako. Fanya yale inayobaki. Haleluya. Fanya hivyo kwa nguvu za damu yako, ya neno lako na Roho wako. Fanya ili alama ziweze kufuatana, alama na maajabu
yasindikize mahubiri ya neno lako mahali ambalo linaweza kutangazwa. Bwana, urehemu wale wote walio katika huzuni, wale walio katika mashida, walio katika mateso, wale waliolemelewa, wale wote walio katika mahitaji. O Bwana, sasa waweze kushika katika imani, katika hiyo mikono iliyotoboka, ya kwamba Bwana mwaminifu, uliweza kutimiza yote, ulitufungua, uliweza kutoa waliofungwa katika na kuwatosha katika gereza, na tukaweza katika ukatuweka huru, na tunakushukuru katika nuru yako, na tunaendelea kunyanyua macho yetu na tuweza kutoshwa katika giza. Bwana mwaminifu, tunakusanyika mbele ya uso wako na tuweza kuona yale uliyotayarisha kwa ajili yetu. Fanya hivyo kupitia nguvu ya damu yako. Bwana mwaminifu, tubatize kwa moto na Roho. O Bwana mwaminifu, tupatie neema yako ili kanisa lako liweze tena kuvikwa na kuingizwa ndani nguvu yako. O Bwana, ili tuweze kugeuka kuwa moyo moja, na tugeuke kuwa moyo moja na nafsi moja, ili anga ya kiungu iweze kuwa katikati yetu, ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu. O Mungu mwaminifu, neno lako ligeuke kuwa uhakika, na liweze ndani yetu kupitia sisi, liweze kushuhudia na liweze kutimilika ndani yetu kupitia sisi. Shuhudia ndani yetu na kupitia sisi, utupatie roho mpya na moyo mpya, na utufanyizie mazoezi mapya pamoja na wewe, utujaze na nguvu za roho wako. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Bwana mpendwa, tumekusanyika hapa mbele ya uso wako, na hatuwezi kurudi kama vile tulivyokuja, lakini sasa tumekuja, tunaamini ya kwamba ulituma neno lako ili lituponye, ili tuweze katika njia ya kunyooka, na tuliweze kutuponya, liweze kutufungua, liweze kutuokoa na kutoka huru. Bwana mwaminifu, ulituma neno lako katika hiyo namna yake iliyo tofauti, tena leo kwa wakati wa makusanyiko haya kiungu. Ulikuwa na neno la kuweka nguvu kwa ajili ya kila mmoja wetu, hata kama mambo yote yalitimilike kwa ajili ya wote au haipendezi wote, lakini unakuwa na kitu fulani kwa kila mtu, na nakushukuru kwa ajili ya hiyo. Nani anaweza kuja mbele ya uso wako nani anaweza kuja mbele ya uso wako bila kukutanana na wewe? Haleluya! Bwana mwaminifu, usifiwe, utukufu na heshima yote kwa jina lako takatifu. Wewe mshindi wa Golgotha. Haleluya! Ulifanywa kuwa agano la mataifa ili wokovu wako uweze kufika mpaka pembe zote za dunia, na Roho wa Mungu Bwana alikuwa juu yako ili ujumbe nzuri ya furaha iweze kuchukuliwa. Bwana mpendwa, acha roho hiyo moja ya Mungu iweze kuwa juu yetu, ili sasa tuweze kuchukua hii ujumbe moja, injili ya Yesu Kristo, na sio tu katika maneno, lakini ndani ya kuonyeshwa kwa roho na kuonyeshwa kwa uwepo wa roho na nguvu. Bwana mwaminifu, tunaamini sasa ya kwamba wewe uko hapa sasa, na tunaamini ya kwamba unafanya hiyo yaweze kufanyika. Unaweza kuamini ya kwamba yote iliweza kutayarishwa. O Bwana, tunakushukuru sote pamoja. Acha basi uweze kutawala na kuingiza ndani ya chumba hiki anga nzuri ya imani iliyo takatifu. Tunakuamini, hatuamini kitu chochote, lakini tunakuamini. Tunaamini neno lako, tunaamini ahadi zako, Bwana mpendwa, na tutaona ya kwamba yatatimilika. Jina lako la ajabu liweze kusifiwa na kutukuzwa na takatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Musifu Bwana, mshukuru Bwana, musifu jina lake, kwa maana yeye yuko hapa akitenda kupitia neno lake lenye nguvu, kupitia roho wake ndani ya kundi lake lilokombolewa kwa damu, ili aweze kuumba uzima mpya ndani ya maisha yetu na kuweza kupatia uzima mpya na mioyo mpya. Na haleluya, ili sasa tuweze kuimba wimbo mpya.
Mungu mwaminifu, acha mabudu na heshima iweze kuwa kwako kwa ajili ya umilele yote. Haleluya.